Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama vita vinavyoendelea kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Hezbollah huko nchini Lebanon. Askari wa IDF ameuawa na wengine 7 kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya kulipa kisasi yaliyofanywa na wapiganaji wa Hezbollah huko nchini Lebanon, na ni kutokana na mlipuko wa mashambulizi kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, askari huyo alitambuliwa. Filin alikuwa askari wa kivita katika wadhifa wa umri wa kitengo cha 30. Katika wadhifa wake katika kitengo cha 36, Sergeant mkuu wa IDF wa daraja la kwanza Alexander Filin mwenye umri wa miaka 29 kutoka Haifa aliuawa katika mapigano kusini mwa Lebanon, jeshi limetangaza leo Alhamisi. Filin alikuwa askari wa kivita katika wadhifa wa amri wa kitengo cha 36. Wakati wa tukio hilo, askari wengine 7 wamejeruhiwa na jeshi limebainisha. Hii ilijumuisha afisa wa IDF, afisa wa akiba na askari wa akiba wa ziada ambao walijeruhiwa kwa kiasi, jeshi limesema. Zaidi ya hayo, kundi la wapiganaji wa kivita katika jeshi la IDF pamoja na askari wengine 3 wa akiba, mmoja wao akiwa mwanamke, walijeruhiwa kidogo katika tukio hilo, jeshi liliongeza. Vita vinaendelea kusini mwa Lebanon na ni kutokana na namna ambavyo Israel imeamua kufanya mashambulizi yake dhidi ya kundi hilo, na bado mpango wao ni kuhakikisha wanalisambaratisha kabisa kundi hilo, jambo ambalo linaonekana ni gumu kwa namna ya kipekee, kwani kwa muda mrefu kundi hilo limeendelea kusalia na limeonekana kwamba ni moja kati ya makundi ambayo kimsingi yameendelea na mapambano bila kukata tamaa. Hata hivyo, wakati huu bado mpango mkakati ni kusitishwa moja kwa moja kwa mashambulizi kati ya Israel na Hezbollah, kwani kuna idadi kubwa ya watu wanaouawa bila sababu za msingi. Lakini pia wa Iran wameionya IDF, kwa maana jeshi la Israel na Israel kwa ujumla, kwamba hawapaswi kuendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, na mpango huo wa muendelezo wa mashambulizi utasababisha kuendelea kwa mapambano kati ya nchi hizo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.